Vibration TV, burudani maskani pako. Alright, mtazamaji wetu wa Vibration TV, my name is Blue Boy Reporter Entertainment, na leo kuna best interview ni kuchambua kuhusiana na swala la michezo. Kama wewe ni mfuatiliaji wa michezo hapa nyumbani kwetu, basi utakuwa uliona hatua ya makundi ilivyoweza kukamilika, na kuna baadhi timu, tuseme timu 12 zimepita kiuhalali, alafu akaongeza na timu zingine 4 ambazo zimepita kwenye best loser kwa ajili ya kueneza zile timu 16 kwa ajili ya kupambana kwenye hatua ya 16 bora, na wapite 8 kuelekea kutafuta wanne wengine. Hapo baada ya wanne wapite wawili, na baada ya hapo wale wawili kupatikana na mmoja ambaye atakuwa ni mshindi wa ligi ya Shabani Cup daraja la kwanza. Bwana, labda nisponde muda sana, kama ulifuatilia hatua ya makundi, timu zilicheza vizuri na hakuna timu yoyote ambayo tuseme iliweza kuleta fujo kubwa ambayo ilisababisha mpaka sijui kwamba ligi isimame. Japokuwa kuna zile fujo ndogo ambazo ziliweza kutokea, lakini ligi iliweza kuendelea, na mpaka sasa hivi hakuja kuwa mechi yoyote ambayo imesemekana kwamba ilikuwa ni chanzo ya kusimamisha ligi. Nikikuanzia katika group A ambao kulikuwa kuna timu kama CD3, Liodika, Manakali pamoja na Young Boys. Ni timu ambazo zilikuwa ni timu 4, lakini CD3 pamoja na Young Boys wameweza kupita kiwalali, huku Manakali akiwa amepita kwenye upande wa best loser. Kwenye hiyo kundi tuseme zimepita timu 3. Tukija kwenye group B ambao kulikuwa kuna Buffalo Club United, KM Tetezi pamoja na R1 Bingwa, walipita timu ya KM Tetezi pamoja na Club United, huku R1 Bingwa akiwafuata kupitia best loser. Nikija kwenye group C ambao kulikuwa kuna timu kama Asku O3, Barakamosa, Makabe Asira pamoja na Feba Espoir. Japokuwa Feba aliweza kutolewa baada ya kukutwa na hatia katika ligi iliyopita. Timu ambazo zimepita huko kihalali ni timu ya Asku pamoja na Barakamosa. Nikija kwenye group D ambao kulikuwa kuna timu kama IFD Maendeleo, Jash Bilombe, Gisport pamoja na SD Sport. Timu ambazo zimepita humu ni timu ya Jash Bilombe pamoja na timu ya IFD Maendeleo, huku Gisport pamoja na SD wakiwa wameaga mashindano, na kwenye grupu hii kuweza kupatikana timu yoyote ambayo imepita kwenye best loser. Tukija kwenye group A ambao kulikuwa kuna timu AB3 Abe, Alliance de Force Chipukizi pamoja na Mauzo Dragon. Wamepita timu ya Alliance de Force pamoja na Chipukizi, huku Mauzo Dragon akiwa amewafuata kwenye hatua ya best loser. Nikija kwenye grupu ya mwisho ambayo ilikuwa ni group F, ABS Simba, D1 Umoja, Giraffe pamoja na Regideso wamepita timu ya D1 Umoja, Regideso, huku Giraffe akiwa amewafuata kwenye hatua ya best loser. Bwana, na timu ambazo zimeweza kukamilisha kufika hatua ya 16 bora ni pamoja na hizo ambazo nimezitaja, huku mashindano ikiwa yataanza leo, na timu ambazo zitaanzisha ni timu ya CD3 Ghetto Boys pamoja na Club United, alafu anafuatia KM Tetezi pamoja na Young Boys, anafuatia Asku O3 pamoja na IFD Maendeleo, anafuatia Jash Bilombe pamoja na timu ya Barakamosa, anafuatia Alliance de Force pamoja na timu ya D1 Umoja, Regideso pamoja na timu ya Chipukizi, huku Manakali pamoja na timu ya R1 Sport, anafuatia Giraffe pamoja na timu ya Mauzo Dragon. Je, kwa mtazamo wako, mtazamaji wetu wa Vibration TV na mtu ambaye unasupport michezo hapa nyumbani kwetu, pia shabiki wa timu fulani, kwa mtazamo wako kwa hizi timu ambazo zimefika hatua ya 16 bora ambazo ni timu 16 kama nilivyozitaja hapo, kwa mtazamo wako unaona ni timu gani ambayo itaweza kuvuka hatua na kuenda kuchukua kombe? Niachie comment, uniambie kwamba kwa mtazamo wangu kwa timu ambazo zimefika hatua ya 16 bora na hisi ni timu fulani ndio itaenda kuchukua kombe ya Shabani Cup. Na ukiangalia ligi ya Shabani Cup ni moja kati ya ligi ambayo inaonekana kabisa tuzo yani kutakuwa kuna zile offer kwa wachezaji, alafu tena kutakuwa yani vitu kama ni vikali ambavyo havijawahi kutokea kwenye ligi hii. Inaonekana kama wamevileta na kuonesha kwamba soka nyumbani kwetu inazidi kukua na timu zinazidi kujituma kama hivyo. Niachie comment uniambie kwamba kwenye timu ambazo zimeingia hatua ya 16 bora ni timu fulani ambayo naona zaidi itaenda kuchukua. Lakini pia tumezoea, ukiangalia kuna ligi fulani timu ambazo zimepita kwenye best loser zishawahi kupita kwenye hatua ya best loser, lakini zikaja kuchukua kombe kama bahati nasibu. Huenda hata kwenye ligi hii ambayo ni timu ya Manakali, R1 Sport, Giraffe pamoja na Mauzo Dragon, huenda mmoja wao akijikaza na akijituma anaweza kaenda kuchukua kombe, japokuwa amepita kwenye hatua ya best loser, lakini huenda akaenda kuchukua kombe. Mimi ni Blue Boy Entertainment Reporter, behind camera niko na director Say, na hii hapa ni Vibration TV. Subscribe, like, comment, tunakuwa kwanza kila siku kupata update zetu. Wanasema atuboi, kila siku tupo, tutazidi kuwepo milele na milele. Burudani masikioni pako. Vibration TV, burudani maskani pako.